Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa hii nafasi. Kwanza awali ya yote pia ni mpongeze sana Mheshimiwa Makamu wa Rais kwa namna ambavyo wizara inayohusika na ofisi yake imewasilisha vizuri bajeti yetu na imeonyesha namna ambavyo nchi yetu bado ni imara na tumejipanga kuendelea kuwahudumia Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia nimpongeze kaka yangu Waziri Masauni kwa namna ambavyo ameingia kwenye wizara hii na kuonyesha namna ya kuongoza. Mheshimiwa Waziri, wizara imetulia, kazi zinaenda. Hongera sana na timu yako wizarani, Naibu Waziri Chilo, Katibu Mkuu, wakurugenzi walioko wizarani kwako. Kweli mimi nikiwa mbunge lakini mjumbe wa kamati ili ambayo wewe unakuja kuwasilisha kwetu, naona kazi inafanyika vizuri sana. Hongera sana Mheshimiwa Waziri. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa naomba nijielekeze kwenye ushauri kwa sababu ya muda. Kuna jambo hapa tumekuwa tukilizungumza kwenye kamati na bungeni hapa, tuliwahi kushauri na wazungumzaji wa mwanzo wamesema kwamba upo umuhimu mkubwa wa mamlaka inayosimamia mazingira, yani Baraza la Mazingira la Taifa NEMKI, kupewa mamlaka kamili, yani kuwa NEMA. Tulishauri kwenye kamati na tulishauri tulipopata nafasi ya kuchangia hapa bungeni. Naomba Mheshimiwa Mwenyekiti nisisitize kwamba kama nchi yetu kweli tunataka kwenda mbele kwenye swala hili la mazingira, na kama tunataka tuyasimamie kweli mazingira ili yaendelee kutulinda na kutubeba kama nchi, tunayo sababu ya msingi kuipa mamlaka kamili Baraza la Mazingira ili liwe na meno, liweze kusimamia vizuri mazingira yetu na liweze kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi yasiyoingiliwa. Nafikiri Mheshimiwa Mwenyekiti, niliwahi kutoa mfano hapa wa namna ambavyo baraza letu la mazingira linakutana na changamoto mbalimbali kutokana na kukosa meno ya kusimamia. Tulitoa mfano wa namna ambavyo miji yetu sasa imegeuka kuwa sehemu ya uchafuzi wa mazingira, kwenye swala la kelele, kwenye swala la baa ambazo zinafunguliwa kila kukicha bila kufata sheria, kwenye swala la klabu zinazokesha usiku katikati ya majumba ya watu. Na jambo hili limekuwa ni kero kubwa sana kwa Watanzania. Watanzania huko hawalali, hawapati muda wa kufanya kazi zao vizuri. Lakini baraza letu la mazingira limekuwa likitambua hili, linakwenda kusimamia sheria, kuzuia na kuzifunga baa mbalimbali zisizofuata sheria, lakini mwisho wa siku kwa sababu halina meno, maamuzi yake yamekuwa yakitenguliwa na wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa. Kwa mwisho wa siku limekuwa sasa ni kama baraza tu la maigizo hivi. Kwa kuna umuhimu sana Mheshimiwa Mwenyekiti, na niwasisitize wizara, swala la kuifanya NEMKI kuwa mamlaka kamili lipewe kipaumbele katika mambo yenu makubwa na ya muhimu kwenye wizara. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine ambalo naliona, nadhani kuna namna fulani jambo la mazingira, wizara hii ya mazingira tunaichukulia kwa urahisi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ni wizara nyeti sana. Kwanza inashughulika na muungano wa nchi yetu. Ili nchi yetu iwepo lazima muungano uwepo. Lakini pia wanahusika na mazingira. Mazingira ni uhai. Vitu vyote vinavyotuzunguka ni mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ziara ambazo mimi nimetembea kama mjumbe wa kamati kuangalia miradi mbalimbali ambayo inasimamiwa na Wizara ya Mazingira, ambacho nimekiona na wenzangu wamekisema, kuna namna fulani ya uzito wa kutoa pesa kwenye miradi ya mazingira. Kuna namna fulani ya kuona kwamba mazingira kama vile ni kitu cha ziada sana, sio kitu cha msingi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, uhalisia ni kwamba mazingira ndio uhai. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naweza nikatoa mfano Mwanza. Lilijengwa, kuna dampo pale Mwanza limejengwa kwa gharama kubwa, kwa mkopo kutoka Benki ya Dunia kama sikosei. Pesa nyingi zimewekwa pale. Na lile dampo nia yake ni kufanya Mwanza iwe safi.
takataka zinazozalishwa Mwanza zipate sehemu ya kwenda, na ni dampo la kisasa. Lakini kwa sababu swala la mazingira hili, kutunza mazingira, tunalichukulia poa, lile dampo sasa hivi sehemu naona limeshakuwa soko la machinga. Yani ina maana zile pesa ambazo si tulitumia, serikali ilitumia kujenga lile dampo ili kutunza mazingira, Mwanza iwe safi. Si jambo la muhimu sana. Hawawezi kupelekwa machinga kwenye hospitali, hawawezi kupelekwa machinga sehemu nyingine, wangepeleka hata wakaweka soko la machinga kwenye ofisi ya mkurugenzi, lakini wakaona wakaweke kwenye dampo kwa sababu wanafikiri swala la usafi, swala la takataka za mjini sio za muhimu sana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la mazingira ni uhai. Madampo tunayahitaji. Nadhani sisi tote tuko mashahidi. Dar es Salaam ni mji wa mfano ambao uzoaji taka bado haujafikia viwango vinavyostahili. Ukizunguka Dar es Salaam, mimi naishi maeneo ya Pugu, utakutana na malori yanayobeba uchafu, Mheshimiwa Mwenyekiti, hayana taa, haya ni machafu. Yani lile lori lililobeba uchafu ni chafu kuliko uchafu wenyewe. Malori yanayobeba uchafu yananuka. Yani ukikutana nalo kwenye foleni likawa mbele yako, kama gari haina AC au mko kwenye daladala, ni mateso makubwa. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, hii ni ishara mbaya kwetu kwamba swala la mazingira tunalichukulia poa. Nadhani mamlaka zetu za serikali za mitaa zinatakiwa zihakikishe magari yanayobeba takataka mijini yanakuwa na viwango maalum. Sio magari ambayo yanasababisha ajali, magari ambayo hayana taa, magari ambayo hayana breki, magari ambayo yanaharibika kila siku na yanasababisha ajali nyingi sana. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, nadhani tunazo sababu za kulifanya swala la mazingira kuwa swala la kipaumbele, likichagizwa na vitu vidogo vidogo kama usafi wa miji, usimamizi wa uchafuzi wa mazingira, na mwisho wa siku kuhakikisha anayesimamia shughuli hizi ambaye ni Baraza la Mazingira kwa sasa anapandishwa hadhi kuwa mamlaka kamili inayosimamia mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ya muda, baada ya kusema hayo, naomba kuunga mkono hoja. Asante sana.